Nisingependa sana nichukue muda mrefu kuyarudia, lakini nianze kwa kusema naunga mkono, baada ya kutafakari, baada ya kupima, baada ya kutathmini, baada ya kuangalia mwenendo mzima tangu tulipotoka tarehe 21 mpaka tulipo leo, mwenendo wa chama, hali ya chama na yote ambayo yameelezewa, na mimi ninatamka rasmi Salum Mwalimu niliyekuwa naibu katibu mkuu wa chama hiki kwa miaka 10, kwa maana awamu 2, 2014, 2019 na baadaye tena 2019, 2025 Januari, na tangaza rasmi kukoma wanachama wa kilichokuwa chama changu cha Chadema kuanzia leo. Na kuanzia leo ninaanza kutafakari namna gani nijipange kuendeleza siasa zangu. Kama alivyosema Mheshimiwa Benson Kigaila, haiwezekani na haitotokea CCM kuwa daraja letu. Kwa sababu, na kwa nini tumesema haya? Kwa sababu kuna mambo yanaendelea huko, watu wanaondoka, watu wanafikiri kwamba huo ndio mwelekeo. Sio mwelekeo. Hatukuwa Chadema kwa bahati mbaya. Hatukuingia Chadema kufuata vyeo. Hatukuingia Chadema kufuata fedha. Tuliingia Chadema kwa sababu tuliamini kama watoto wa nchi hii tuna kila sababu ya kutoa mchango wetu wa kupigania mageuzi ya kweli katika nchi hii. Wote tuna historia zetu hapa. Mimi watu wanajua nilikuwa Channel 10, raha mustarehe kabisa. Maisha mazuri kabisa yanaendelea. Nikatoka pale, Mungu akanibariki, akaninyanyua. Nikaenda kampuni ya Vodacom. Maisha yakawa raha mustarehe, tena raha kweli kweli. Ni raha. Na tukisema raha nakumbuka na wengine mnakumbuka raha kweli kweli. Fedha zipo, mishahara mizuri, marupurupu mazuri, suti nzuri, viatu vizuri, ukipanda ndege ni first class. Tuliacha hayo, tulikuja Chadema kwa sababu tulitaka tuungane na sisi kutoa mawazo yetu ya kuwapigania wa Tanzania. Kwa haikuwa bahati mbaya kuwepo Chadema, na wala haikuwa bahati mbaya kuweza kuvumilia yote ambayo tumeyapitia katika chama hiki, katika umri wetu huu, katika mazingira yetu haya. Na hivyo hatutokata tamaa. Tunayaamua haya kwa sababu inawezekana wapo ambao leo hawatotuelewa. Inawezekana watakao kuwepo leo wakalishwa maneno mengi ya uongo, ya fitna, ya majungu dhidi yetu, kama ambavyo yamekuwa yakilishwa wakati wote. Lakini tumesimama imara. Wengi yatalishwa, lakini ni ukweli ni kwamba Chadema imepoteza mwelekeo. Chadema imepoteza dira. Chadema imepoteza nguvu ya kitaasisi. Chadema imepoteza umoja wa kuhakikisha kwamba inasimamia inachokiamini na inatekeleza inachokiamini. Na hatujafika hapa kwa bahati mbaya. Tumefika hapa kwa sababu ya madhara ya udhaifu usiokuwa imara ndani ya Chadema hivi sasa. Unaweza ukashinda kwa hila. Unaweza ukashinda kwa upanga. Unaweza ukashinda kwa njama. Unaweza ukashinda kwa uongo. Unaweza ukashinda kwa hiliba. Unaweza ukashinda kwa ulaghai. Unaweza ukashinda kwa kila namna iliyo ovu, na utashinda. Lakini unapaswa pale mara baada ya kushinda ujitathmini, ujipime, ujue sasa wewe ni kiongozi wa watu. Ujue sasa wewe una wajibu wa kuunganisha watu. Una wajibu wa kutoa mbadala wa mipango. Una wajibu wa kutengeneza mikakati. Una wajibu wa kutunga sera zenye kushawishi, na sio vinginevyo. Huwezi ukashinda kwa hiliba ukadhani utaongoza chama kwa hiliba, au nchi kwa hiliba, au hata taasisi yote. Huwezi ukashinda sijui kwa upanga ukadhani unaweza ukaiendesha nchi au chama kwa upanga. Sio kweli. Sisi sio mbuzi, sisi sio punda, sisi sio ng'ombe, na watu wazima hapa. Na sio sisi tu. Na nataka niwaambieni kuna gharika inakuja. Nataka niwaambieni kuna gharika inakuja, na hawatoweza kuizuia kwa hiliba. Watu wamewagundua
watu wamewaona. Leo kila ukiwashauri kitu wewe ni timu fulani wewe. Kila ukiwashauri kitu wewe ni msaliti. Kila ukiwashauri kitu wewe ni mCCM. Yani hawataki kushaurika. Wanataka wakisema wao ni kun fayakun. No reform, no reform. Sawa, no reform, no elections. Ni kweli. Lakini sisi wote ni viongozi. Sisi wote ni Watanzania. Sisi wote ni binadamu. Sisi wote ni watu wenye akili. Sasa tujadilini, tunakwenda. Hakuna mjadala. Usijadili. Wao umetumwa wewe. Unatumika na CCM wewe kuzuia no election, no reform. Bana, haya sasa tunatekelezaje? Tunaanzia wapi? Huyu Mrema huyu anatumika huyu. Mbona hakuyasema wakati alipokuwa ndani? Nani anasema tukiyasema tulokuwa ndani? Na kuna jambo la hovyo linasemwa sana. Kwamba eti no reform wameirithi. Ni kweli wameirithi. No reform ni vichwa hivi ndio vilivyotengeneza strategy, ni vichwa hivi. Wanaozungumza leo hawakuwepo. Tumetengeneza mkakati imara, tumetengeneza mkakati madhubuti. Uliokuwa kabisa kwenda kukipeleka chama. Akina fedha hiki tutafuteni no reform no election. Yani kilo unapagusa no reform no election, no reform no election, no reform. Jamani, hiki chama kitaendeshwa na no reform no election peke yake. Maana sana no reform no election peke yake. Maana sawa, no reform no election. Tunakuja November, sawa hatujagombea. And then what next after November? Nimekuwa kwenye secretariat ya chama hiki na kamati kuu ya chama hiki kwa miaka 10. Kabla ya hapo nimekuwa mwandani wa chama hiki kwa miaka 7. Niko Chadema kwa mwaka wa 17 leo. Na nikisema mwandani nafikiri watu ni mwandani. Niko Channel 10 ni Chadema. Wale huko kipindi kile ndugu zangu wanajua. Wakaniambia unajua Chadema, nganiambia na siiachi kwa sababu naamini ninachokipigania. Ninaamini ninachokipigania. Nilisimama. Nilipewa kila kitu. Nikasema no, nitasimama na Chadema yangu kwa sababu ninaamini ninachokipigania kama mtoto wa Kitanzania. Hasa miaka 17 yote ya jasho na damu, akili, maarifa, sacrifice. Eti leo watu wanakuja wanazungumza pap, ukiwacha unatumika wewe. Nini? Zungumza no reform no election. Sasa no, alafu tunafanya nini? Hakuna kitu chochote kinachoendelea ndani ya chama. Ni no reform, no election, no reform, no election. Kwa hiyo sisi ni watu wazima, tunajitambua na ninaamini sana kwamba tutaendelea kujitambua. Na watu endelea kuona ulaghai waliokuweko hapa. Leo yatatoka wataandika mambo yote, lakini wazungu wanasema muda ni mwalimu mzuri sana. Time will tell. Kama ambavyo tumesema tuvumilie mwezi wa kwanza, tuvumilie mwezi wa pili, tuvumilie mwezi wa tatu, huu ni mwezi wa 4. Haya. Chama kiko mikononi mwa malaghai. Kutengeneza ubinafsi, wachache kumiliki nguvu, kujipa mamlaka, kujipa uhalali wa mbele ya umma, kwamba wao wakisema ndo waaminike, wengine wote watakaosema ni CCMB wanatumika. Ni anguko la makusudi la kuzima ndoto za watu na kujinyanyua wao, la kuzima matumaini ya Watanzania waliowekeza kwa jasho na damu ya kuhakikisha chama hiki kina sauti mbadala ya kuwasemea wakulima, kuwasemea watumishi, kuwasemea wafugaji, kuwasemea machinga, kuwasemea mamantilie, kumsemea kila mmoja, kuwasemea waandishi wa habari na shauku ya Watanzania kuona nchi hii inaondoka kwenye mikono ya Chama cha Mapinduzi na tunaingia kwenye maeneo mengine. Chama kinaendeshwa kwa matamko tu. Nataka niwahakikishie hakuna vikao vinavyokaa. Hakuna. Amezungumza mheshimiwa, hakuna. Waulizeni mara mwisho wamekaa kamati kuu lini? Waulizeni. Hawakai. Chama kimegawanyika mpaka kamati kuu. Haijawahi kutokea kwenye historia. Mimi tangu nimekijua chama haijawahi kutokea. Yaani leo kwenye kamati kuu wanaangaliana, wewe wana reform, wewe wana reform, wewe wana reform, kama mazwazwa vile. Umeelewa halafu wanatengeneza vikao vyao. Wale ambao wana mawazo mbadala hawapingi, lakini kutengeneza mawazo mbadala wote wanatengwa. Sembuse sisi ambao mmekuwa mkiona na bahati nzuri wamesema kiongozi mmoja amesema, mmemsikia, Chadema sio gereza. Na kweli sio gereza. Anasema ni gereza ni nani? Sio gereza. Na kuna mwingine akasema watu wasiotaka no reform no election watoke. Ndio. Na bahati nzuri na kuna kiongozi mmoja amejenga msingi mzuri sana. Chadema sio mama yake, kwamba kwa mazingira yoyote yatakayotokea, kwa namna yoyote itakavyokuwa, yatabaki Chadema tu. Ni kweli. Haiwezekani tutabaki Chadema kwa mazingira yoyote tu au kwa namna yoyote tu ile tubaki Chadema. Hapana.
tunasonga mbele kwa umoja na pamoja, na tunaomba watu wa kiwasa. Leo unaona hapa tumesema secretariat ilikuwa inaundwa na watu 11. Katibu mkuu aliyekuwa Mnyika, manaibu makatibu wakuu ambao ndio sisi wawili, mimi na Mheshimiwa Kigaila, kulikuwa tuna wakurugenzi 4, tulikuwa tuna katibu wa secretariat, tulikuwa tuna katibu wa vijana, katibu wa wazee na katibu wa wanawake. Watu 11. Katika watu 11, 8 tunazungumza lugha moja. Hivi kweli wote sisi ndo tunatumika? 8 tunazungumza lugha moja. Mmoja amestaafu siasa, ameondoka. Mkuu wetu ndo amerudi pale. Na kijana na katibu wa Bavicha ambaye hatukuwa naye karibu kwa sababu amekuwa mbali nje ya mji, lakini tulobakia wote secretariat ya watu 11, 8 tuko pamoja. Tunazungumza lugha moja. Tunakiona chama kwa fikra zinazofanana. Eti vichwa vyote hivi 8 ni CCMB. Vichwa vyote hivi 8 havijui kitu. Vichwa vyote hivi 8 ni wasaliti. Vichwa vyote hivi 8 ni wapumbavu, ni wadhaifu. Kweli jamani? Haki basi labda ningekuwa peke yangu, au angekuwa Mrema peke yake, au Catherine peke yake. Sasa wote kwa pamoja kwa sababu tunakijua chama. Kwa hiyo na mimi naunga mkono, ninatangaza rasmi kuanzia leo wanachama wangu wa Chadema umekoma, na ninatafakari namna gani nitaendelea kuwekeza jasho langu, nguvu zangu na talanta alizonijalia Mwenyezi Mungu aliyeniumba na anayenijalia uhai katika kupigania sauti ya Watanzania walio wanyonge, katika kupigania haki za wakosefu wa haki katika nchi hii. Hakuna cha kuogopa, hakuna cha kuhofia. Niko tayari kubeba majina yote, lakini hata Yesu alibebeshwa kila aina ya majina akasulubiwa msalabani. Hata Mtume Muhammad alipewa kila aina majina na akapigwa vita na kila namna, lakini mwisho wa siku Ukristo umesimama kwa sababu ya uthubutu na ujasiri wa Yesu, na Uislamu umesimama kwa sababu ya uthubutu na ujasiri wa Mtume Muhammad. Aluta continua. Awadha, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Angependa kuzungumza Mheshimiwa Catherine. Nitamkaribisha hapa, na baada ya hapo Mheshimiwa Julius atatia neno, halafu atatufungia. Hajafukuzwa, Mrema hajafukuzwa. Hakuna kufukuzana kihuni. Hili sio zizi la ng'ombe. Tumekaa miaka yote pale sisi, hatuja kumfukuza mtu kihuni. Mrema hajafukuzwa. Kwa mpaka napozungumza ni mwanachama. Labda kama naye atasema sio, lakini ni mwanachama, hajafukuzwa. Hakuna kufukuzana kihuni, na hatukukubali kufukuzwa kihuni. Mheshimiwa Catherine, tafadhali karibu sana.